Yesu Kristo mkombozi atukuzwe, makuhani wa Kristo. Wakati huu tukae tayari kusikiliza kipindi cha Ikumbushe Akili Yangu, katika neno linalosema Pasaka ni mwezi wa kwanza tarehe 14 hadi 15. Yesu Kristo mkombozi atukuzwe, makuhani wa Kristo. Kitabu cha Hesabu 28 mstari wa 16 hadi wa 17, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Tena mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi ni Pasaka ya Bwana. Siku ya 15 ya mwezi huo patakuwa na sikukuu. Mkate usiotiwa chachu utaliwa muda wa siku 7. Waliotuharibu ni wale waliotudanganya, waliojitungia kalenda isiyo na msimamo, maana walikubali kufata kalenda ya Kirumi kutuletea ibada ya udanganyifu. Kitabu cha Hesabu 33 mstari wa 3, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Wakasafiri kutoka Ramasesi mwezi wa kwanza, siku ya 15 ya mwezi wa kwanza, siku ya pili baada ya Pasaka. Wana wa Israeli wakatoka kwa mkono wa nguvu mbele ya macho ya Wamisri wote. Tukio la Pasaka lilitokea wakati Mungu kuwapiga Wamisri. Baada ya hapo ndipo Farao akawaachia Waisraeli, wakasafiri kutoka Ramasesi wakapanga katika Sukoth. Jambo la udanganyifu lilipoingia katika imani ya Ukristo, lilileta hatari ya kuwapoteza watu wakajiunga kwa shetani. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitna, faraka, uzushi, husda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Jambo hili la kuficha ukweli lililetwa ili wasimfate Yesu Kristo mkombozi. Kitabu cha Yakobo 3 mstari wa 16, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Maana hapo palipo wivu na ugomvi, ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Kitabu cha Hesabu 9 mstari wa 2 hadi wa 6, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Tena wana wa Israeli na washike sikukuu ya Pasaka kwa wakati wake ulioagizwa. Siku ya 14 ya mwezi huu, wakati wa jioni, mtaishika kwa wakati wake ulioagizwa, kwa amri zake zote na kama hukumu zake zote zilivyo, ndivyo mtakavyoishika. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli kwamba waishike sikukuu hiyo ya Pasaka, nao wakaishika Pasaka katika mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, katika bara la Sinai, vile kama hayo yote Bwana alivyomwagiza Musa. Ndivyo walivyofanya wana wa Israeli. Basi walikuwako watu waume kadha wa kadha, walikuwa na unajisi kwa ajili ya maiti wa mtu, hata wasiweze kuishika Pasaka siku hiyo. Nao wakaenda mbele ya Musa na Haruni siku hiyo. Hao watu wakamwambia, kuchinja Pasaka mwezi wa pili au mwezi wa tatu au mwezi wa 4. Mawazo haya yalitokana na wafalme na wakuu wao, wala halikuwa swala la wana wa Israeli, bali wafalme waliosoma habari za Pasaka wakakuta watu wamesahau kumchinjia Bwana Pasaka. Basi wakaamuru wachinje bila kufuata kalenda ya Israeli. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili 30 mstari wa 2 hadi wa 3, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Kwa maana mfalme na wakuu wake na kusanyiko lote katika Israeli walifanya shauri kufanya Pasaka mwezi wa pili, kwa sababu hawakuweza kuifanya wakati ule, kwa kuwa makuhani walikuwa hawajajitakasa na wa kutosha, wala watu hawakukusanyika huko Yerusalemu. Lakini neno jema machoni pa mfalme na kusanyiko lote. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili 30 mstari wa 5, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Basi wakafanya amri kupiga mbiu katikati ya Israeli yote, toka Beersheba mpaka Dani,
na kwamba watu waje kumfanyia Pasaka Bwana Mungu wa Israeli huko Yerusalemu, maana tangu siku nyingi hawakuifanya kama vile ilivyoandikwa. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 30 mstari wa 15, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Kisha wakaichinja Pasaka siku ya 14 ya mwezi wa pili, nao makuhani na Walawi wakatahayarika, wakajitakasa, wakaleta sadaka ya kuteketeza nyumbani mwa Bwana. Waliochunguza kalenda ya Israeli walimchinjia Yesu Kristo mkombozi Pasaka. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 35 mstari wa 1 hadi wa 2, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Naye Yosia akamfanyia Bwana Pasaka huko Yerusalemu. Wakachinja Pasaka siku ya 14 ya mwezi wa kwanza. Akawasimamisha makuhani katika malinzi yao, akawatia moyo wa kufanya utumishi wa nyumba ya Bwana. Kitabu cha Ezra 6 mstari wa 19 hadi 20, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Kisha wana wa uhamisho wakaifanya Pasaka mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi, kwa maana makuhani na Walawi walikuwa wamejitakasa wote pamoja. Wote walikuwa hali ya tohara. Wakachinja Pasaka kwa ajili ya wana wote wa uhamisho, na kwa ajili ya ndugu zao makuhani, na kwa ajili ya nafsi zao. Kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 17 hadi 19, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu, wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie uile Pasaka? Akasema, enendeni mjini kwa mtu fulani, mkamwambie, mwalimu asema, majira yangu ni karibu. Kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyoagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale tenashara. Amen.